Ni mwendelezo wa ripoti kutoka Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo hapa jijini Dar es Salaam, kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu. Siku ya Jumatatu Tundu Lissu aliweka pingamizi la kupokelewa kwa flash pamoja na memory card katika mahakama hii kama sehemu ya ushahidi. Na pingamizi hilo basi siku hii ya leo ya Jumatano Tundu Lissu ameweza kushinda pingamizi hilo na mahakama imekubali kwamba haitopokea flash pamoja na memory card. Na siku hii ya leo shahidi akataka kukabidhi ripoti, ambapo pia Tundu Lissu ameweka pingamizi katika upokewaji wa ripoti hiyo, ndipo yakatokea mabishano ya kisheria kati ya wakili wa serikali pamoja na Tundu Lissu, na mpaka kufikia dakika za mwisho basi imeamuriwa siku ya kesho ndipo uamuzi mdogo utatolewa katika kuhusiana na pingamizi hilo. Na Tundu Lissu alisimama na usemi mmoja ambao aliweza kutumia akiwa katika kizimba, kwamba kimoja kikianguka kingine akiwezi kusimama. Tunaagana hapa mara ya mwisho, tuliagana tukiambiana kwamba mahakama ilikuwa inakwenda kuandika uamuzi kufuatia mapingamizi aliyokuwa ameweka Mheshimiwa Lissu. Na siku ile kama mnakumbuka, nilisema sababu 4 za mapingamizi, na Mheshimiwa Lissu alikuwa anapinga kupokelewa kwa vielelezo viwili, memory card na flash disk, ambazo ndani yake kulikuwa kuna video ya ile hotuba aliyoitoa tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka 2025 Mikocheni, makao makuu ya chama. Sasa kwenye mapingamizi hayo, leo tulipofika asubuhi, mahakama ilikuwa imeshaandaa uamuzi wake na ulikuwa tayari. Na Mungu ni mwema kwa wapenda demokrasia kwamba Mahakama Kuu imekubaliana na mapingamizi ya Mheshimiwa Lissu na imekataa kupokea vielelezo hivyo viwili, ambayo ni flash disk pamoja na memory card ambazo ndani yake zilikuwa na ile video. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba hotuba aliyoitoa Mheshimiwa Lissu Mikocheni tarehe 3 mwezi wa 4 haitakuwa sehemu ya ushahidi kwenye hili kesi. Mengine yanaweza yakaenda, lakini sio hotuba ile, kwa sababu mapingamizi aliyoyaweka Mheshimiwa Lissu, mahakama imekubaliana naye kwamba shahidi aliyekuwa anataka kutoa vielelezo vile hakuwa na uwezo kisheria, hakuwa competent, hakuwa mtu sahihi wa kuomba kutoa vielelezo vile. Kwa hiyo mahakama imekubaliana nayo. Kwa hiyo habari za flash disk na memory card zenye ile hotuba ya Mheshimiwa Lissu imekufa rasmi. Sasa baada ya mahakama kutoa uamuzi huo mdogo, shauri lilikuwa linaendelea. Mahakama ilielekeza shauri hilo liendelee na shahidi aliendelea kutoa ushahidi wake. Lakini katikati ya ushahidi huo, shahidi huyo akaomba kutoa ripoti ya uchunguzi aliyokuwa amefanya. Kwa mara nyingine tena Mheshimiwa Lissu akaweka pingamizi. Anapinga ripoti hiyo ya uchunguzi kupokelewa hapa mahakamani kama kielelezo, na sababu za pingamizi hilo ni kwamba shahidi huyo, kwa sababu hana sifa za kisheria, sio cyber forensic expert, hawezi kuandaa ripoti au taarifa ya uchunguzi wakati yeye mwenyewe hana sifa za kiutaalamu. Kwa hiyo kwa sababu hiyo Mheshimiwa Lissu akaomba mahakama hii ikatae kupokea kielelezo hicho. Na mtakumbuka kwenye pingamizi la awali lililopita, moja ya maeneo ambayo yalikuwa yanafanywa ubishani ni kwamba shahidi yule hakuwa ameteuliwa na mkurugenzi wa makosa ya jinai hapa nchini na hakuwa ametangazwa kama mtaalamu wa cyber forensic expert. Kwa hiyo hakuwa mtaalamu. Sasa leo anataka kutoa ripoti. Mheshimiwa Lissu anasema kwenye pingamizi lake hawezi kutoa ripoti hiyo na anaomba isipokelewe kwa sababu anayeitoa sio mtaalamu. Kwa sababu sio mtaalamu, hana huo uhalali tena wa kutoa ripoti hiyo. Hiyo ni hoja yake ya kwanza. Lakini hata kama angekuwa na uwezo huo kisheria, shahidi aliomba kutoa kitu kinaitwa ripoti ya uchunguzi. Kifungu cha 220 kifungu kidogo cha kwanza kinataka kitolewe kitu kinaitwa certificate na sio ripoti. Na certificate yenyewe iko pia kwa mujibu wa sheria
imewekwa kwenye jedwali la 3 la sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai. Kwa hiyo Mheshimiwa Lissu ilikuwa ni hoja yake kwamba shahidi anataka kuleta ripoti badala ya kutoa certificate. Kwa hiyo kwa maoni yake anasema ripoti na certificate ni vitu viwili tofauti, na wao upande wa jamhuri wanapaswa kufuata matakwa ya kisheria, na kilicholetwa hapa ndani hakiendani na matakwa ya sheria ilivyo. Kwa hiyo anaiomba mahakama hii ikatae kupokea ripoti hiyo tena kwa sababu hizo mbili nilizozisema. Sababu ya kwanza ni hiyo ya ambayo shahidi mwenyewe aliyeandaa hiyo ripoti sio mtu sahihi wa kuandaa hiyo ripoti. Na sababu ya pili, hata kama angekuwa ni yeye alipaswa kuleta certificate, lakini alicholeta ni ripoti badala ya certificate. Sasa jamhuri nao wametoa majibu yao, na mahakama imesema inakwenda kuandika pia uamuzi mdogo. Tutakutana kesho saa 3 asubuhi kwa ajili ya kusikiliza uamuzi huo mdogo wa mahakama hii.